ni kwamba vijana mmethibitisha kwamba mnafaa kupewa nafasi za uongozi katika nchi. Kuna vijana waliwajaribu, na uzuri wa mambo haya ni kwamba unapoingia mara ya kwanza unachagua kwa kubahatisha, kwa sababu watu hawajui. Lakini kwa kubahatisha kule nimepata uhakika kwamba vijana ukiwapa madaraka wanatekeleza vizuri. Ahadi yangu, Mwenyezi Mungu akitujalia tukarudi madarakani, safari hii tutaweka vijana wengi sana katika serikali. Vijana hawakuniangusha na kina mama vile vile hawakuniangusha. Kwa hivyo safari hii tarajieni uongozi uliojaa vijana na kina mama. Nasema haya kwa ngazi zote, maana ngazi ziko nyingi za uongozi. La tatu, ningependa nizungumzie swala ambalo ndio changamoto kubwa ya vijana, nalo ni ajira kwa vijana. Mwaka wa 2020 tuliahidi kwa ajili au kutengeneza ajira 300,000 kwenye ilani yetu ya uchaguzi. Kwa bahati niseme mbaya, hatukutimiza, lakini tumefika ajira 217,000, sawa na 72%. Na mimi kama kuna jambo ambalo silipendi ni kushindwa. Kwa hivyo ahadi yangu ni kwamba katika awamu ijayo, kipindi kinachokuja, swala la ajira litakuwa ajenda namba moja. Nitaliwambia juga tuvuke leo. Hamasa ni sehemu muhimu ya uchaguzi, na kwa kweli tumethibitisha kwamba hakuna chama chochote chenye hamasa kama Chama cha Mapinduzi. Na vijana wetu hawa, na leo nataka niseme hapa hadharani, kama kuna jambo limenifurahisha katika kampeni zetu hizi toka tuanze, ni vijana wa hamasa. Vijana oye! Sasa nasema hivi, viongozi wako hapa wananisikia. Tukianza kutoa ajira, nataka tuanze vijana wa hamasa. Endelea kushuhudia uongozi unaoacha alama. CCM oye! Na nisema hili tena kwa uwazi, maana sitaki kufanya siri. Tunazo tabia, wale vijana wanaohangaika zikitoka ajira sio wanaopata.
CCM oye! Vijana oye! Safari hii sitokubali hayo. Hivyo nataka ninawaagiza umoja wa vijana, lakini na watendaji wote wa chama ngazi mbalimbali, majina ya vijana wetu hawa yawepo kabisa. Endelea kushuhudia uongozi unaoacha alama.